Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Bwana, tuanze na mwenye kipengele au ambaye hana kipengele? Sasa tusikilize kipengele chake ni nini? Tuanze na mwenye kipengele au sio? Kwani kipengele ni kipi kwanza Uchebe? Kipengele ambacho mimi nakuwa nakizungumzia kwa sababu tayari tumeshasema kama wana Yanga tumeshakubaliana. Wanachama, mashabiki pamoja na uongozi kwamba tutapeleka timu tarehe 15. Either kama wanahitaji klabu ya Yanga iende uwanjani kucheza mchezo wa dabi dhidi ya Simba, mpaka tuliyoyaomba kutoka TFF kuhusiana na bodi ya ligi yakitekelezwa, tuko tayari kucheza mchezo wetu nambari 184. Lakini kama hajatekelezwa, hatuko tayari kupeleka timu yetu, kwa sababu mtu wa kwanza kuandika barua au kutoa taarifa kwamba hataleta timu kwenye mchezo nambari 184 kwenye dabi ambayo iliahirishwa tarehe 8 mwezi wa 3 alikuwa ni Simba Sports Club. Alitoa taarifa kwamba amenyimwa haki yake ya msingi ya kufanya mazoezi kwa mjibu wa kanuni inavyotuelekeza ligi yetu. Sasa na hata leta timu kwenye mchezo huo mpaka aliyewazuia kuto kupata haki yake ya msingi achukuliwe hatua. Sasa leo hii wadau tuna maswali mengi kuhusiana na huo mchezo kuahirishwa. Na bodi ya ligi wakati wanaahirisha walisema naenda kwenye uchunguzi. Kama wanaingia kwenye uchunguzi, majibu ya uchunguzi kama wadau wa mpira hatujapata. Moja, na kama klabu pia hatujapata. Jawabu la pili linakuja ni nani aliyehusika kuwazuia Simba kutokupata haki yake au kutekeleza ile kanuni inayoruhusu Simba kufanya mazoezi angalau siku moja kabla ya mchezo husika. Na kwamba hamwajui waliozuia. Hatuwajui. Labda kama Simba wamemjua watuambie wadau wa mpira ili tuweze kujua sasa kama amejulikana hatua gani zimechukuliwa au adhabu gani zimechukuliwa dhidi ya yule mtu aliyowanyima Simba kupata haki yao ya mazoezi na kupelekea mchezo kutokuchezwa. Lakini jawabu jingine tunalolihitaji hatima ya viingilio vya wadau wa mpira waliolipia katika mchezo ambao ulitakiwa uchezwe tarehe 8, kwa sababu bodi ya ligi mpaka asubuhi waliamka na msimamo wa kwamba mchezo nambari 184 bado uko pale pale. Hauna kipengele. Hauna kipengele. Baada ya hapo mwenyekiti wa bodi ya ligi saa 8 mchana anakuja na majibu ya kwamba mchezo tumeuahirisha. Lakini pia kuna baadhi ya vitu ambavyo waliainisha kama bodi ya ligi. Moja, walisema Simba hawakutoa taarifa kwa timu mwenyeji. 2, hawakutoa taarifa kwa meneja uwanja. 3, hawakutoa taarifa kwa match commissioner. Maana kwenye kikao cha MCA kile cha mwisho ambacho kinafanya tathmini na kujua kwamba mgeni anaenda kufanya mazoezi kwenye uwanja husika wa mchezo, maana Simba hakutoa taarifa kama anaenda kufanya. Kwa hiyo kipengele cha mwisho waliainisha kwamba wametambua sura za mabouncer wa Yanga wakihusika kuwazuia Simba. Sasa swali linakuja, kama mabouncer wa Yanga wametambulika, wamechukuliwa hatua gani? Je, wameitwa na wakabanwa wakaeleza waliowatuma kwenda kuwazuia Simba ni kina nani? Kumbuka mabouncer wa Yanga wapo chini ya Yanga. Sasa swali linakuja, wote tunajua kanuni, sheria, taratibu. Kama wale mabouncer walitumwa na uongozi wa Yanga, kanuni yetu inasema nini? Sheria ya mpira inasema nini? Masuala ya kikanuni yanahukumiwa kikanuni. Kwa hiyo sasa wasimame wao watuambie, bodi ya ligi baada ya kufanya uchunguzi, kweli tumejiridhisha uongozi wa Yanga uliwatuma mabouncer wa Yanga kwenda kuwazuia Simba. Umezungumza vizuri, umesema masuala ya kikanuni
Yanahukumiwa kikanuni. Mpaka sasa hivi baada ya ile dabi kushindikana kuchezwa, kuna hatua ambazo Young Africans zilizichukua. Yes. Pamoja na bodi ya ligi pamoja na Simba kwa ujumla. Kuna hatua ambazo wamezipitia mpaka kufika hapa leo hii tulipo. Young Africans walienda mbali zaidi mpaka kwenda kwenye mahakama ya mpira wa miguu CAS, ambapo kule shauri lao likakataliwa na kushauriwa warejeshe tena hapa ili waweze kusikilizwa. Huko nako vipi? Kwa sababu Young Africans ilishavuka mipaka ikaenda mbali zaidi ili kufungua kesi waweze kusikilizwa shauri lao na bado ikashindikana. Safi. Na nataka nikuweke wazi mwandishi na wadau wote wanaofuatilia mchezo au wanaofuatilia hapa hiki kipindi. Sawa? Sisi baada ya mchezo ule kuahirishwa kwa mjibu wa bodi ya ligi. Sawa. Yanga tuliandikia barua TFF kwamba hatuna imani. Sawa? Na bodi ya ligi. Tuliwamention pale katika taarifa ya klabu ya Yanga. Aliainishwa pale mwenyekiti wa bodi ya ligi ambaye Steven Mguto, lakini pia akiwepo Almas Kasongo, kwamba hawa katika uendeshaji wa bodi kusimamia sheria, kanuni na taratibu za mchezo wanakiuka. Hatuna imani nao. Waweze kupisha ili wawekwe wengine mpaka wamalize msimu. Kwa sababu waliziweka pale Yanga pale, sababu ambazo zilipelekea kusema hawana imani na uongozi. Lakini pia kwamba TFF haikuja na majibu kwa Yanga kama club, ambao pia imepeleka malalamiko. TFF haikutaka kukaa chini na klabu ya Yanga. Young Africans ilitaka kukaa chini na TFF na bodi ya ligi. Yes. Umeelewa? Ili wasikilizwe. Kwa nini mnasemea hamna imani na? Kwa sababu mimi ninachokifahamu mpaka sasa hivi kwa upande wa Young Africans, baada ya kurudishwa CAS wakakataa tena kurejea kwa madai ya kwamba hawa ndio ambao waliotuonea au hawa ndio ambao tutendei haki, kwa watu rudi, hatuwezi tena kurudi sisi kwenda kuwapelekea kitu chochote. Yes, nataka naelekea huko pia. Okay. Yes, kwamba hoja yangu ipo hapa. Kwamba baada ya kuiandikia na kutoa malalamiko TFF haikurudi kukaa na nani? Na Yanga. Hivyo basi TFF ilikuja na majibu ya kwao juu kwa juu. Yanga ikaona sasa hakuna sababu. Kama tulikopeleka ndo tunategemea tupate suluhisho. Tumefunga safari kwa jambo moja tu, kumkabidhi mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail kupitia promotion ya Royal Win Plus. Ulijisikiaje bwana ulipopewa taarifa kwamba umeshinda gari aina ya Nissan X-Trail kutoka PMBet? Niliona kama ni message fans za mtandao ambazo ni za kitapeli, za uongo labda. Ndiyo. Lakini vile mlivyokuja kunipigia simu mara ya pili, nikajisikia furaha sana, nikaona ni kweli hili jambo linawezekana. Popote pale unaweza ukaletewa na wewe gari yako. Cheza sasa kupitia tovuti ya pmbet.co.tz. Suluhisho haiwezi kupatikana. Naye anakuja na majibu kama unakumbuka. Kuna kiongozi wa TFF hakuwepo kwenye nchi hii. Alikuwa kwenye majukumu ya CAF Morocco. Wakati anarudi akasema kwenye vyombo vya habari hadharani kwamba mnaotaka bodi ya ligi jiuzuru muanze kuchunguza je viongozi wenu wako sahihi. Maana hakutaka, maana ni moja kwa moja inakupa mwanga kwamba huyu hataji tena kukaa kupata shida iko wapi. Lakini ambaye alitakiwa aende sio TFF ndio mfuate Yanga au bodi ya ligi ndio ifuate Yanga. Ni Yanga ndio iende kwa TFF pamoja na bodi ya ligi kuambia bwana tuna hiki na hiki na hiki, tunahitaji mtusaidie kwenye hili, hiki kipo sawa. Huyu hatuna imani naye, tunaisolve vipi? Ndio maana nimekwambia madam mwanzo kwamba Yanga iliandikia barua CAS TFF kabla ya CAS au baada ya CAS? Kabla ilimpelekea TFF. TFF ambaye ndio kiongozi wake mkubwa alirudi na majibu ya juu kwa juu bila kukutana na nani? Na Yanga. Si umenipata vizuri? Hakukaa, yani hakuwaita Yanga, njoo tukae tusikilize malalamiko yako, tuite bodi ya ligi tuwasikilize nao. Hawakufanya hivyo. Ambapo majibu ya TFF baada ya hapo yalikuwa ni nini? Yalikuwa ni yale ya kwamba kama unasema bodi ya ligi jiuzuru, ni vyema mkajichunguza nyinyi kwanza. Mchunguze viongozi wenu, je wako sahihi? Pia wakati wa uongozi wangu
klabu ya Yanga ndio iliyonufaika zaidi kuliko klabu yeyote. Maana tayari hakuna suluhisho. Ndio maana Yanga akaona ni vyema kwenda kasi. Na utaratibu wa kwenda kasi unadai toka tukio limetokea klabu au mwanachama yeyote wa mpira kwamba isizidi siku 21, ndani ya siku 21. Sasa Yanga ikaona kama tulikotegemea kupata suluhisho hatuwezi kupata, nini kinachotakiwa? Tuende mbele. Ingali tunakuwa tunavunja sheria ya kwamba unapoenda kufungua kule Yanga kupeleka kesi, kitu cha kwanza lazima Watanzania au wadau wa mpira waelewe. Yanga ikupeleka kesi. Yanga ikupeleka kesi. Ilipeleka taarifa za kwamba mwenendo wa ligi yetu. Na ndio maana wale wakasema tunawarudishieni tena kwenye mamlaka ya ndani ambayo ni bodi ya ligi na TFF. Mkae. Yanga ukipata nakala ya hukumu unaruhusiwa kukata rufaa na kuja tena kasi. Ile ni mamlaka ya suluhisho, mahakama ya suluhisho la michezo ambayo ni kasi. Umeelewa? Sasa kitu ambacho kilichopo wakati inarudi Yanga, ndio maana alisema kama ninarudi tena kwa TFF, narudi na kwa bodi ya ligi. Kama bodi ya ligi ndio mkosewa aliyekosea mwanzo, nimepeleka TFF. TFF tayari hataki kunipokea na kunisikiliza. Nini kifanyike? Ndio maana kama kasi amewarudisha huku, Yanga ametoka kasi, amerudi, hajapeleka tena, hajataka kukana nani na TFF wala bodi ya ligi. Wakimaanisha nini? Wakimaanisha nini? Kwa sababu tayari hivyo vyombo vyote viwili havimtendei haki nani? Yanga. Amepeleka kwenye baraza la michezo BMT. Kwamba wewe BMT msajili wa vyama vyote sio vya michezo, tuite sasa. Uite TFF, ita bodi ya ligi, niite na mimi Yanga kama mlalamikaji, tukae. Sawa, Mustafa. Mpaka sasa hivi kipengele hakipo kweli? Kipengele hamna. Baada ya kumsikiliza Uchebe. Uchebe najua huyu anajua watu wa Yanga African Modern Taarab. Wao wanaitwa Yanga African Modern Taarab, bwana na nakshi kwa sababu ana maneno mengi sana. Kwa sababu moja, umeelewa? Najua wanaleta maisha ya kukariri. Sasa zama hizo tushatoka. Najua wao washazoea kwamba mwanzo Simba na Yanga wakicheza mechi zao hatufanyi mazoezi kwenye uwanja husika. Sasa huko tushatoka. Maana yake kama tunaamua tubadilishe mpira wetu, lazima kila kitu tutimize kwa kanuni zinavyosema. Kwa kanuni hatuzuii kwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja husika siku moja kabla ya mchezo. Hakuna asiyejua. Hizo zote ni propaganda tu. Wewe leo hii tarehe 15 ndio mechi inachezwa. Asiyejua kwamba Simba tarehe 14 anatakiwa afanye mazoezi nani? Kiongozi gani au mtu gani asiyejua kwamba tarehe 15 kuna mechi ya Simba, tarehe 14 anafanya mazoezi? Nani asiyejua? Kwa hiyo wanaleta propaganda, vitu ambavyo havipo. Tumeelewa? Kwa hiyo natakiwa wajitathmini kwanza. Kipengele hapa hamna. Kipengele hamna. Msimamo wao kusema kwamba mechi haitochezwa, nyinyi kwenu kama Msimbazi mnaichukuliaje? Sisi tunaona kawaida tu. Yaani sawa sawa naongea na mwanao tu yani. Huwezi kuchukulia sana. Tumeelewa? Yaani unaona kawaida tu. Sisi tunachofanya sisi ni kujiandaa tu. Ndio maana msemaji wetu kasema bwana watutangazie viingilio. Sisi tufanye nini tuweze kukata tiketi kwa sababu za mwanzo wametudhulumu. Wao si ndio wenyeji. Kama mwenyeji najua wanashindwa kuelewa kitu kimoja. Hao wanazunguka. Simba wakati tunacheza na CS Faction pale kombe la shirikisho, wale ndio walianzisha fujo. Lakini ilivyokuja kutoka hukumu, kaadhibiwa nani? Simba. Sio kalipa fine. Sasa wao mechi ya tarehe 8 nani mwenyeji? Si Yanga African Modern Taarab ndio mwenyeji. Kama wao ndio mwenyeji, maana yake kila kitu anahusika yeye. Yaani leo hii amekuja askari kwenye nyumba yangu kakuta bangi. Nani anaenda kukamatwa? Si mimi? Ndio mwenye nyumba. Sasa baada ya kukamatwa utaanza kunieleza ulipataje? Kwa nini ifika ndani? Hao wanaleta uhuni. Tushatoka kwenye uhuni na ndio maana sasa hivi wanafeli. Na msimu ujao nakwambia ili kabisa. Msimu ujao hata hatua ya kwenda ile nini hatua za awali hawatoboi. So ameisha mwaka huu makundi, hatua za awali hawatoboi kwa sababu anapenda propaganda nyingi. Umeelewa? Na mimi namwambia engineer akitaka aondoke na Yanga African Modern Taarab aondoke na heshima. Timu asilete tarehe 15 kwa sababu moja tu. 2012 mchunga aliambiwa na wazee usipeleke timu, yeye kapeleka kwa kiburi. Akala chuma 5 bila. Sasa engineer akileta timu
atakuja kuondoka na fezea kubwa, kwa sababu mashabiki wa Young African Modern Taarab hawana uvumilivu. Kwamba unawashauri na wewe wasilete timu, kwa sababu yani kwamba mimi nataka wacheze, lakini nawashauri kwa sababu najua kitakoja kutokea. Yani timu yao na maana sasa hivi watakuwa wamegawanyika sasa. Yani maana wazee watakuwa huku, engineer atakuwa yeye atapeleka timu kama yeye tu. Kuna baadhi ya watu pamoja na wanachama wengine watakuwa hawamuungi mkono. Sasa maana yake kitachokwenda kutokea hapa ni zahama sasa. Maana yake Kibisawala akimkuta kwenye fomu, Kibdi mkandaji, bwana. Kwamba ikitokea wameleta timu, Simba mnawafunga Yanga. Yaani hilo liko wazi. Yaani ubingwa huu ubingwa huu tumebakiza mechi hizi. Sisi tunasema tumebakiza mechi 3. Point 9 muhimu. Tarehe 15 na Young African Modern Taarab, tarehe 18 na Ken Gold. Tarehe 22 tutamaliza na Kagera Sugar. Hilo halipingiki. Na ili tuchukue ubingwa natakiwa hizi mechi zote tuchukue pointi 3. Kila mechi iliyokuwepo mbele yetu. Tunataka pointi 9 muhimu. Kwa hiyo tunawaambia kabisa, sisi wao hata wakisema hawachezi, sisi hatuna shida. Sisi tunajiandaa kwa sababu mechi ya tarehe 15 ya dabi. Hatuhitaji kitu chochote kile. Tunachoomba tuwaambie kiingilio kinaanzia bei gani. Tuendelee kukata tiketi. Mimi nilikata tiketi ya VIPB F30. Wamezulumu wao kwa sababu ndio timu mwenyeji. Unaelewa? Unaona sisi tiketi zetu za mwanzo zile za kucheza finali na RS Berkane tumekata za Benjamin Mkapa, tukaambiwa bwana tiketi zenu tutakuja kutumia kwenye Simba Day. Zanzibar tumekata tiketi zingine. Sasa hao watuambie tiketi zetu tunataka kuzitumia wapi? Kama tarehe 15 hawataki kuja. Maana hao ni matapeli, washazo ya utapeli. Hao wazee wa supu ndio tunawachanganya. So ndio hivyo. Yaani shida yao ndio hiyo tu. Sawa. Uchebe, ikitokea Young Africans inaamua leo hii, viongozi wa Young Africans wanasema hii mechi tunacheza, mtaipokeaje hii taarifa? Lazima turudi tena na maswali ili viongozi wetu waweze kutujibu. Tunacheza kwa vigezo vipi? Na sababu zipi zinazopelekea kucheza huo mchezo? Je, tumeshatambua yale tuliyokuwa tunalalamikia, solution imepatikana? Na kama tumeshasema baadhi ya viongozi hatuna imani nao katika utendaji wao, tunaamini vipi kama huo mchezo utakuwa ni wa haki? Kwa hiyo lazima viongozi wetu waje na majawabu ambayo kama wadau wa mpira watalizika, lakini pia kama wanachama na mashabiki wa klabu ya Yanga tuwe tunalizika. Maana hatutahitaji majibu kama wenzetu kina Polonjo FC. Yaani kuna wakati tufike tusimame kwenye mpira. Ndio maana tumeshasema Yanga ndio klabu ambayo pekee itasimama kutetea haki na ubora wa soka letu Tanzania. Nilikuwa nalipitia gazeti la Mwanaspoti leo, walikuwa wanaizungumzia dabi. Yes. Moja ya sehemu au niseme sijui kipengele ambacho mimi kilinifanya au kilinivutia zaidi kutazama. Wameifafanua vizuri kanuni leo hii. Yes. Kwenye gazeti la leo. Nini ambacho kitatokea endapo Young Africans haitoipeleka mechi uwanjani? Ni ndefu kidogo, lakini naomba unisikilize kwa makini. Wamesema kanuni 31 ya ligi kuu